Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema deni la taifa limeendelea kuwa himilivu kutokana na hatua madhubuti zilizochukuliwa na serikali katika usimamizi wa mikopo na utekelezaji wa sera za kiuchumi zenye tija. Akihutubia taifa wakati wa kuuaga mwaka 2025 na kuukaribisha mwaka 2026, Rais Samia amesema serikali imeendelea na mkakati wa kulipa kwa haraka mikopo ya zamani yenye riba kubwa, sambamba na kurefusha kwa muda wa ulipaji wa baadhi ya mikopo, hatua inayolenga kupunguza mzigo wa riba kutoka ahueni katika bajeti ya taifa. Katika hatua nyingine, Rais Samia amesema uchumi wa Tanzania umeendelea kukua na kufikia 5.8% mwaka 2025 ikilinganishwa na 5.2% kwa mwaka wa 2024. Serikali yetu imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha uchumi wa taifa, ikiwemo kudhibiti mfumuko wa bei hasa za chakula. Kwa mwaka huu wa 2025, wastani wa mfumuko wa bei nchini ni 3.4%. Aidha, pato la taifa limeendelea kukua kufikia 5.8% kilinganishwa na 5.2% ya mwaka uliopita 2024. Vile vile, deni la taifa linaendelea kuwa himilivu. Serikali inaendelea na mipango ya kulipa kwa haraka mikopo ya zamani yenye riba kubwa na kurefusha muda wa kulipa mikopo, hatua itakayosaidia kupunguza kiasi cha riba iliyokuwa ikilipwa na kutoa ahueni kwa serikali katika kulipa mikopo hiyo. Ukuaji wa uchumi nchini umetokana na uwekezaji wa serikali katika miradi ya kimkakati ya miundombinu pamoja na mchango mkubwa wa sekta za madini, kilimo, ujenzi na sekta ya fedha na huduma ikiwemo utalii. Aidha, akiba za fedha za kigeni imeendelea kuimarika na kufikia dola za Marekani bilioni 6.6, kiasi kinachotosheleza uagizaji wa bidhaa na huduma kwa zaidi ya miezi mitano. Tunaingia mwaka 2026 na tunaanza utekelezaji wa dira ya taifa ya mwaka 2050, ambapo serikali itaendelea kutekeleza mkakati wa muda wa kati wa miaka mitatu kutoka mwaka 2026 hadi 2028 wa kuongeza mapato ya serikali kwa kuimarisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki katika kukusanya mapato, katika kufanya malipo na kuongeza umakini katika usimamizi wa fedha na rasilimali za umma. Ndugu wananchi, pamoja na mafanikio hayo, serikali itaendelea na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ikiwemo utekelezaji wa ahadi za siku 100 tulizotoa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu, ambazo zipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Serikali itatoa taarifa kwa umma baada ya kutimia siku 100 mwezi Februari mwakani 2026. Ndugu zangu wa Tanzania, katika kipindi cha miezi 7 kuanzia mwezi Mei hadi Oktoba mwaka huu 2025, tulikumbwa na uhaba wa mvua, hali ambayo ilileta ukame na kupungua kwa vyanzo vya maji. Nitumie fursa hii kuwapa pole wananchi na wakazi wa jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine yote ambayo kulikuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama. Katika kukabiliana na hali hiyo, hususan kwa Dar es Salaam, serikali ilihakikisha kwamba vyanzo vyote vya maji vilivyo karibu vinaelekeza maji jijini humo, pamoja na kufufua visima vilivyokuwa havifanyi kazi. Aidha, tunamshukuru Mungu kwamba mvua zinazoendelea kunyesha ndani ya mwezi huu wa Disemba zinaongeza kina cha maji kwenye vyanzo vya Ruvu Juu na Ruvu Chini na zinarejesha hali nzuri ya upatikanaji wa maji. Katika hatua nyingine, serikali inaendelea na ujenzi wa bwawa la Kidunda na ujenzi wa awamu ya pili ya mradi wa maji wa Kimbiji Mpera ili tuweze kuondosha kabisa shida ya maji mkoani Dar es Salaam na mikoa jirani hata katika hali ya ukame. Hata hivyo, katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka, miezi ya Novemba na Disemba, maeneo mengine ya nchi yetu yameshuhudia mvua na upepo mkali ulioleta hasara na kubomoka kwa nyumba na kupoteza maisha. Kwa masikitiko makubwa, tunatoa pole kwa wote waliofikwa na kadhia hiyo. Nazitaka kamati za maafa wilaya kuchukua hatua stahiki ili kuweza kuwasaidia wananchi hao. Aidha, ni vyema kwa mikoa iliyopata mavuno mazuri kuweka akiba ya chakula ili kitufae
katika siku za usoni. Ndugu wananchi, kufanya kazi kwa bidii, mshikamano na uzalendo na kutimizwa kwa malengo tuliyojiwekea huleta uendelevu wa maendeleo yetu. Hivyo basi, serikali itachukua hatua za kimkakati kuweka mazingira rafiki ya kisera, kisheria na kiutendaji yatakayoongeza fursa za biashara, uwekezaji na fursa nyingine za kiuchumi, kijamii na kisiasa kwa Watanzania wote. Wakati huo huo, tutaendelea kuvutia wawekezaji kutoka nje ya nchi bila kusahau wajibu wetu wa kulinda rasilimali za nchi ili zitumike kwa manufaa ya taifa. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.